Asante. Kwa majina naitwa ndugu Seti Biladi Masalu, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Siku ya jana ya tarehe 26 mwezi wa pili 2026, kupitia mitandao ya kijamii niliona habari ambayo ilikuwa ikienea kwa kasi sana kuhusu vijana wa chuo cha kikuu cha KUWAS ambao walikuwa wanasoma chuo cha Mwanza University. Walikuwa wamepata admission pale mwaka jana mwezi wa 11 na walikuwa vijana takriban 33 ambao baadaye TCU ilifanya allocation ya kubadilishia chuo kutoka Mwanza University na kuhamia chuo cha Bugando. Sasa baada ya kuona taarifa ile, vijana wale wakieleza malalamiko yao, namna ya fedha zao ambazo walilipa katika chuo cha Mwanza University ambazo sasa walitamani zihamie katika chuo cha Bugando cha KUWAS, lakini mpaka sasa haijafanywa kazi. Kwa hiyo leo nilipata nafasi ya kuita vijana hawa na kuzungumza nao kwa kirefu, kuwasikiliza changamoto zao na malalamiko yao, lakini malalamiko ambayo yanatija na natakiwa yafanyiwe kazi na wahusika. Kwa sababu kwanza nikiangalia ni kama vile ni baadhi ya watu ambao wanataka kuharibu nia njema ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ukizingatia ukweli wa kwamba Mheshimiwa Rais ametenga takriban bilioni 900 kwa ajili ya kusomesha wanafunzi, na miongoni mwa wanafunzi wanufaika wa mikopo hiyo, na hizo fedha zao zimekuja tayari na zinaenda kuchakatwa katika vyuo vyao. Lakini ili jambo la kitendo cha chuo cha Mwanza University mpaka sasa kutotoa maagizo ambayo yamenyooka na kuallocate hizi fedha kwenda chuo cha KUWAS, nadhani kuonea hawa vijana, kwa sababu hawa vijana nafikiri baada ya kuzungumza nao leo nimekuja kuobserve ya kwamba walifanywa admission tarehe 17 mwezi wa 11 2025, lakini transfer yao ya kuhama kutoka Mwanza University kuhamia Bugando ilifanyika tarehe 4 mwezi wa 12 2025. Kwa baada ya wiki 3 vijana wakawa wamehamishwa kutoka Mwanza University na kwenda wapi? Na kwenda KUWAS pale Bugando. Sasa unaweza ukazingatia ukisikiliza majibu ambao wanakuambia walipewa na msemaji wa chuo au na kiongozi wa pale chuo cha Mwanza University, ni kama fedha zao zimekwenda kufanya investment, zimeshatumika katika matumizi mengine. Unajiuliza investment gani ambayo inafanyika ndani ya wiki 3, wanafunzi ambao hajapata hata masomo katika hicho chuo? Hiyo investment hela amelipa, hiyo mishahara mmekwenda kumlipa nani? Kama wanafunzi walikuwa wapate huduma ya kupatiwa elimu, wafundishwe, au wakufunzi walipe fedha, mmemlipaje mkufunzi mshahara ambaye kutoa hiyo service kwa huyu mwanafunzi? Kwa ni unaweza ukahisi hapa kuna ubadhirifu umefanyika, au kuna haki ya vijana inataka kunyongwa kwa kutopata haki yao. Kwa nafikiri kuna haja na sababu za msingi. Sasa niombe serikali, wahusika wote, kama ni TCU, kama ni Wizara ya Elimu, waweze kuingilia kati haraka sana, kuwasaidia vijana waweze kupata haki yao. Nafikiri ni wajibu sasa wa viongozi wa serikali kulifuatilia hili swala na kulitupia macho ili vijana hao wapate haki yao ya msingi. Na chuo cha Mwanza University ikionekana ni kweli hizo fedha walipokea na fedha hizo wanazo, basi fedha hizo zihamishwe haraka sana ziende katika chuo cha Bugando. Vijana wamepata changamoto kufanya mitihani, wanapata shida kufanya mitihani, wanazuiwa kwa sababu hajalipa ada, lakini ada tayari walishalipa katika chuo kingine ambacho hiyo transfer kutoka katika hicho chuo kuja chuo cha Bugando kufanya wao zilikuwa ni taasisi za kiserikali. Tukizungumza TCU ni taasisi ya kiserikali, iko chini ya serikali. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kuiomba TCU, kuiomba Wizara ya Elimu na wahusika wote ambao wanahusika na hili swala waingilie kati. Hiki chuo kama kilipokea fedha za hawa vijana, zihamishwe haraka sana ziende katika chuo cha Bugando ambako vijana wamehamishwa huko ili wakapate haki yao waweze kuendelea na masomo. Asanteni sana. Nadhani huu ndio msimamo, ndio mawazo yangu mimi. Nikiuliza swali kama mwenyekiti wa vijana mkoa wa Mwanza, huu ndio msimamo. Maslahi ya vijana hawa lazima yapiganiwe. Nia njema Mheshimiwa Rais ya kutengeneza mazingira bora ya elimu lazima isimamiwe, na vijana lazima wapate haki yao kwa wakati. Kama mwenyekiti wangu mwingine sasa unazifanya nje na kujiunga serikali. Tayari nimeshazungumza nao, tumezungumza kwa kirefu. Tangu hiyo saga ilipoanza siku ya kwanza mpaka leo, miezi yote 3 mpaka sasa hivi tumeshazungumza nao na tuko tunalifanyia kazi. Nimekutana nao na viongozi wao, wako 33 lakini kikao chetu walikuja wao 10 na viongozi wao kuja kuwawakilisha. Kwa tuko tunalifanyia kazi na imani serikali yetu nisikivu italifanyia kazi, lakini ni wajibu wa serikali sasa kwenda deep na kwenda kulifanyia kazi haraka sana. Na kipekee kabisa ninalaani kama kweli chuo cha Mwanza University kinaweza kuwazungusha wao vijana na kuwanyima haki yao. Ninalaani tukio hili la chuo cha Mwanza University kwa sababu ni chuo ambacho kinaonekana kwamba kinakwenda kunyima haki za watu. Kama wamechukua fedha za watu, basi wazihamishe haraka sana
ziende chuo cha KUWAS ili vijana wale wakaendelee kupata elimu, kama ambavyo serikali iliamua kuwahamisha, basi na fedha zao zihame ili wasipate changamoto yoyote katika masomo.